Hii ni Hot Drop TV. Kubwa ni michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mnyama Simba Sports Club, wekundu wa Msimbazi, watoto wa Kariakoo, wakiwa tayari wameshafika huko visiwani Zanzibar kuwakabili Stellenbosch ya Afrika Kusini. Mchezo wa awali huu utakaopigwa katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, wakati mchezo wa raundi ya pili ukitarajiwa kupigwa huko Afrika Kusini. Katika kinachoendelea kunako kambi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, nyota kadha wa kadha wanaonekana wameikamia kwelikweli hii game. Baadhi ya mastaa wenye majina makubwa na wanaozungumzwa ambao huenda wakaiokoa Simba katika dhahama siku hiyo ya tarehe 20, kwa maana ya siku ya Jumapili, wako katika training ya kufa mtu. Mazoezi ni kabambe kweli kweli. Ni ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao wanazungumzwa na huenda wakaiokoa Simba siku hiyo, wanaonekana wapo katika mazoezi ya kikatili kweli kweli, na hii inaonyesha ni wazi kwamba Simba Sports Club wanaitaka hatua ya fainali. Hawako tayari kuona Stellenbosch ya Afrika Kusini inawazuia. Walishafanya matukio makubwa mengi kwelikweli nyama mbele ya timu kubwa barani Afrika ikiwemo Al Ahly ya Misri. Hivyo basi Simba Sports Club wanapoitaka fainali mbele ya Afrika Kusini, jambo ni dogo kwelikweli kwao. Ukiangalia baadhi ya mastaa ambao wanafanya mazoezi hapa katika viunga hivi vya huku visiwani Zanzibar, ni baadhi akiwemo kama wakina Ali Salum, lakini tunaona baadhi ya mastaa wakubwa ambao wanapewa nafasi ya kuiokoa Simba siku hiyo ni pamoja na Elie Mpanzu. Nabii Elie Mpanzu, tizi lake kama unavyoweza kulishuhudia hapa ni la kufa mtu kweli kweli, lakini sikwambii kuhusu Kibu Dennis Prosper. Kibu D hakika anafanya tizi la kikatili. Kibu D amekuwa msaada mkubwa kweli kweli ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Ukumbuka mchezo wao wa Simba kutinga hatua hii iliyopita, walichokifanya pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, magoli yake mawili yakaipeleka Simba kunako hatua hiyo kubwa kwelikweli ya robo finali. Na tizi kama unavyoliona hapa, Lionel Ateba Mbida, mchezaji huyu ambaye ana majina makubwa ya wanasoka duniani ambao kwa sasa wana trendi, namzungumzia Cristiano Ronaldo, lakini bila kumsahau Lionel Messi. Haya majina yote mawili yapo ndani ya jina moja tu la kijana huyu Lionel Ateba. Ukilitaja jina la Lionel Ateba, basi ni lazima uwataje mastaa hao ambao wameteka soka la dunia, kwa maana kijana huyu ambaye ni raia wa Kameruni, jina lake ni kubwa kwelikweli ukizingatia na kile anachokifanya uwanjani. Ni umri wa miaka 26 tu pekee, lakini ameisaidia Simba kwenye michuano hii mikubwa mpaka hapa ilipofika, na sasa tunazungumzia Simba Sports Club ya nusu fainali. Lakini miongoni mwa wachezaji wengine ambao wapo katika kikosi hiki ambacho wanajifua kuelekea mchezo huo mkubwa kwelikweli barani Afrika na unaofuatiliwa kutokana na ukubwa wa Simba Sports Club ni Awesu Ale Awesu, ambaye ni kijana kutoka Kino Boys Kinondoni KMC. Lakini kumbuka kuna Abdul Razak Hamza, huyu ni mchezaji beki kisiki kwelikweli, alishawahi kuitumikia Afrika Kusini pale timu kadhaa. Hivyo basi Stellenbosch bila shaka anawajua vizuri tu, lakini chini ya jemedari nazungumzia mbeba maono wa kikosi hiki, kocha wa Simba Sports Club, kocha Fadlu Davis ambaye naye ni raia wa Afrika Kusini. Hawa wote wana uwezo kabisa kuisaidia Simba kutokana na aina ya timu wanaenda kukutana nayo, wanaijua vilivyo
kutoka pale Afrika Kusini. Baadhi ya mastaa ambao huenda nao wakawa na nafasi kubwa kwelikweli, huwezi kumsahau Mukwala ambaye ameisaidia Simba kutinga hatua hii ya nusu fainali baada ya kupachika bao la pili katika mchezo wao uliopita dhidi ya Almasiri ambao waliondoka vichwa chini katika mchezo ambao ulimalizika kwa mikwaju ya penalti 4-1 baada ya aggregate ya goli 2-2, 2 za ugenini kwa maana Misri na 2 za kwa Mkapa. Lakini baadhi ya mastaa wengine ambao wanapewa nafasi kubwa kwenye mchezo huu ni Fernandez Debora, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapewa nafasi katika mchezo huu. Kagoma ni miongoni wa wachezaji na Fabrice Ruamba Ngoma, kiungo huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapewa nafasi kwenye mchezo huu. Hatujajua kwamba Chemalon Fondo wakapona ama atakuwa na matatizo yake yale ya injury yatakuwa hayajakamilika. Tutajua muda mchache tu ujao baada ya mbungi kukaribia. Hii ni Hot Drop TV kama nilivyokujuza hapo awali, na tunajaribu kupitia kuelekea kwenye mchezo huu tuone ni kwa kiasi gani Simba Sports Club wanaweza wakaondoka na kuwafurahisha wa Tanzania. Tunafahamu kwamba Simba chini ya kocha Fadlu Davis huwa anapenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1, mfumo ambao umekuwa ukiwapa matokeo makubwa na kabambe kweli. Na katika mfumo huu basi huwezi kumwacha Pinpin Kamara akiwa katika goli lake pale nyuma, wakati upande wa kushoto yuko Mohamed Hussein Shabalala akisaidiana na Abdulrazak Hamza, wakati upande wa kulia tunaye Shomari Kapombe fullback ya kulia hii, na hapa mara nyingi alikuwa akisaidiana na Chemalon Fondo, lakini ambaye kwa sasa ni majeruhi, na katikati pale ngoma inazimwa na Fabrice Ruamba Ngoma, lakini mara kadhaa amekuwa akiwekwa na mchezaji baada wa Fabrice Ngoma amekuwa akiwekwa na Kagoma katikati pale, sometimes akiingia Fernandez Debora, wakati Jean Chazaua pamoja na Elie Mpanzu na Kibu Dennis wakisogea mbele juu kidogo, huku mbele kabisa alikuwa akisimama Lionel Ateba Christiani Mbida, lakini katika mchezo uliopita wakampumzisha wakamwanzisha Mukwala. Hivyo basi hiki kikosi kitapeleka maangamizi mbele ya Stellenbosch ya Afrika Kusini siku hiyo ya Jumapili. Subiri tuone kitakachotokea, lakini tizi umeliona hili la kufa mtu. Hii ni Hot Drop TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili usipitwe na kila kinachoenda huko mjini.